Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na miongoni mwa ripoti ambazo tunaangazia huko nchini Iran ambapo maandamano yamezidi kushamiri katika taifa hilo la Kiajemi. Lakini ni nini hatma ya Iran, hasa utawala wa Kiislamu ambao unaongozwa na Ayatollah Al-Khamenei ambao sasa maandamano hayo yameugeukia? Maandamano nchini Iran ambayo yalianza mwishoni mwa mwezi wa 12 mwaka 2025, ambayo yalianzishwa katika kile kilichoelezwa kwamba ni kutokana na masuala ya kiuchumi. Sasa maandamano hayo yamegeuka na kuwa ni maandamano ambayo sasa yanataka uongozi uliopo madarakani uondolewe, ama mfumo wa kisiasa uliopo nchini humo uondolewe, huku baadhi ya waandamanaji wakitaka mfumo wa kifalme ambao ulifanywa mapinduzi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mipango hii ni kama ilivyopangwa na Marekani na Israel, ambapo mataifa hayo yalitaka kuondoa utawala waliouona utawala mgumu mno wa Ayatollah Al-Khamenei, utawala wa kidini ambao mipango ya maendeleo na kila kitu kipo katika mioyo ya watu, hususan wale ambao wana dini ya Kiislamu. Utawala wa Jamhuri ya Kiislamu nchini Iran sasa umekuwa na vikwazo vingi kutoka katika mataifa ya Magharibi, ikiwa ni pamoja na Marekani. Marekani ilianzisha vikwazo baada ya kile ilichokitaja kwamba ni mipango ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutengeneza mazingira ya kutaka kutengeneza makombora ya nyuklia, na Marekani ilifanya uchunguzi kwa kushirikiana na taasisi ya kimataifa ya nishati, licha ya kwamba hakukuonekana kwamba Iran ina makombora ya nyuklia. Na hata katika miezi ya hivi karibuni, mwezi Juni mwaka 2025, serikali ya Israel ilianzisha mashambulizi nchini humo ikituhumu serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yenye silaha za nyuklia, licha ya kwamba ulifanyika uchunguzi bila kupatikana kwa silaha hizo za kinyuklia nchini Iran. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran alikosoa vikali namna ambavyo mataifa Magharibi yameichukulia Iran, na hata kuambia waandamanaji kwamba mipango inayofanywa na mataifa ya Magharibi ni juu ya kutengeneza propaganda watu waichukie Iran, na akawaambia kwamba mipango hii ni mipango inayopangwa na Marekani na Israel. Amewaeleza wazi wiki hii kwamba ikiwa wanataka kuliangamiza taifa lao wataliangamiza kwa mikono yao wenyewe, lakini kwa uongozi wake haipo tayari kuona taifa hilo likiangamia. Sasa tutazame hatma ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kutokana na maandamano haya. Wachambuzi wa mambo wanasemaje? Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba mamlaka nchini Iran sasa itaamua kutumia nguvu kubwa kuyasambaratisha maandamano hayo. Hili linaweza likafanikiwa kwa namna moja ama nyingine, licha ya kwamba maandamano hayo yameenea karibia nchi nzima. Jeshi limeshatangaza kuweka wazi kwamba sasa litaanza kulinda rasilimali za umma na hata za watu binafsi, kwa sababu miongoni mwa waandamanaji wamekuwa wakifanya uharibifu mkubwa katika rasilimali za watu. Hata hivyo, matumizi ya nguvu kubwa lakini ulinzi wa rasilimali za watu pamoja na za umma kumesaidia kwa namna moja ama nyingine, ambapo maandamano hayo licha ya kwamba yanazidi kuongezeka, lakini kuna namna ambavyo yanatulizwa na hata kuzimwa kwa internet kulikofanywa na serikali nako pia kumesaidia. Lakini zaidi wachambuzi wengine wanasema kwamba hatma ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni kuingia vitani dhidi ya Israel kwa mara nyingine tena. Marekani huenda isiingie moja kwa moja, lakini huenda ikaitumia Israel. Ikumbukwe kabla ya kuanza kwa maandamano hayo, serikali ya Kiyahudi inayoongozwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ilifanya ziara nchini Marekani mnamo mwishoni mwa mwezi Disemba, na moja kati ya mambo ambayo yalijadiliwa ni namna ya kurudi vitani kwa mara nyingine tena dhidi ya Iran. Sababu kubwa ilitajwa ni ile ile kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imejiingiza tena katika masuala ya nyuklia. Ikumbukwe ripoti iliyotolewa na shirika la kijasusi la Mossad iliweka wazi kwamba kuna namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaanzisha na kuendeleza mpango wake wa nyuklia, ambao miezi michache iliyopita walidai kwamba mpango huo unapaswa kusitishwa, na hata katika vikwazo vya kimataifa vilivyowekwa na watu wa Magharibi, hasa mataifa ya E3 kwa maana ya Ufaransa, Uingereza pamoja na Ujerumani. Ni pamoja na sababu hizo kwamba bado Iran ipo katika mipango yake ya kuzalisha silaha za nyuklia, ama ipo katika mpango wake wa nyuklia wa amani. Wanachokitaka watu wa Magharibi ni kwamba Iran isijihusishe kabisa na mpango wa nyuklia,
lakini Iran kupitia serikali yake ya mapinduzi ya Kiislamu imesema haipo tayari kuachana na mpango huo, huku ikipewa nguvu kubwa na serikali ya Urusi pamoja na China na washirika wengine katika BRICS. Katika kipindi hiki pia inatajwa kwamba kutokea kwa maandamano hayo, rais wa Marekani alisema kwamba ikiwa raia wataendelea kuuawa, basi anaweza akapeleka jeshi kwa ajili ya kupambana na utawala huo unaoua raia. Lakini kumbukwe, serikali hiyo pia imesema imeshajiandaa na inafahamu vema kwamba mpango wa Marekani na Israel ni kuanzisha vuguvugu hilo ambalo Mossad walisema pia wanahusika katika maandamano hayo, na hata serikali ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kama vile alivyozungumza wakati wa kipindi cha vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran, amerejelea tena mazungumzo yale, kiwasihi wananchi kuendeleza maandamano na kupinga utawala wa nchi hiyo. Kwa hivyo kinachoonekana ni kwamba hatma ya Iran itaingia katika vita vingine, na vita hivi vinadaiwa kwamba huenda vikawa ni vikubwa mno. Ikumbukwe wakati huu serikali ya Urusi chini ya Vladimir Putin iliweka wazi kwamba silaha za aina yoyote zinazohitajika nchini Iran, Urusi ipo tayari kupeleka, na inadaiwa katika siku za hivi karibuni ndege zaidi ya 4 zilizobeba silaha zilipelekwa nchini Iran. Moja kati ya silaha zinazotajwa ni pamoja na ulinzi wa anga wa S-400, lakini pia ndege za kivita za Su-35 ambazo sasa zitaenda kupambana na zile za F-35 kutoka nchini Marekani. Basi mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia. Tutakuja kuona hatma ya nchi hii, ambapo wengi wanachokiona sasa ni kauli zile ambazo anazizungumza rais wa Marekani kwamba ataingilia kati, kama ambavyo aliwahi kuzungumza wakati alipotaka kuivamia nchi ya Venezuela kwamba siku moja ataivamia nchi hiyo, na hatimaye amefanya hivyo hivyo, na hata katika kipindi cha vita vya siku 12 alifanya hivyo hivyo, alivamia Iran kwa kutumia makombora mazito ya Bankbuster kwa kutumia ndege za B-2. Endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe ikiwa bado hujafanya hivyo, ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.